Ndio maana kuu ya Pasaka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Chunga sana moyo. Chunga sana moyo wako kuliko vyovyote uvichungavyo. Linda sana moyo wako kuliko vyote ulivilindavyo. Ndivyo Biblia inavyoniambia. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya. Usije ukajiuliza hivi na hizi simu nimeipoteza kwa ajili ya nini? Usije ukajiuliza kwa nini mimi nipo katika hali hii. Amen. Usije ukajiuliza kwa nini wanangu leo ni wagonjwa. Biblia imesema hivi, uyaamini maneno haya ya Mungu. Amen. Amesema hivi, mtakaloliomba mkiamini pasipo mashaka, hilo ombi na hayo mjue mmeyapokea. Tumenielewa? Amen. Biblia inasema yeye akuja kuleta magonjwa, alikuja kuleta uzima. Amen. Amen. Yaani nataka nikwambie hivi, kama wewe umefika hatua tu ya kuugua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe kubali tu, nenda hospitalini. Mungu amewaweka wale nao ni watumishi wake. Sawa Kiustaarabu kabisa, nenda katibiwe. Sawa Yaani wewe nenda katibiwe. Kwa nini? Umeshavuka stage ya kiwango cha kutibiwa katika ulimwengu wa roho. Umeshaelewa? Maana yake nini? Biblia inasema halikuja kuleta uzima. Ninachokijua ukiwa na yeye hautaugua. Bwana Yesu asifiwe. Kama unaamini mambo haya jinsi Mungu anavyotenda kazi. Kama vile ambavyo leo hii tukikuulizia wewe tangu kutoka utotoni, kwa kutoka kama Mesia hapa mpaka wewe hapo unajitambua. Unaelewa, kwanza una kumbukumbu. Kama vile ambavyo hujijui ndivyo Mungu anavyoweza kufanya maajabu kwako ukaishi na usiugue ukiwa pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe. Kama vile alivyoumba hii mbingu na nchi, ndivyo Mungu anaweza akafanya maajabu wewe. Amen. Amen. Akakufanya ukawa hai. Amen. Na watu bado mpaka leo wapo hawaamini katika ufufuo. Yesu tunaamini alifufuka, lakini bado watu hawaamini kwa habari ya Yesu, kwa habari ya wao kufufuka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Hawaamini. Amen. 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 Nataka nikwambie wana wa Mungu, Biblia inasema kwa habari ya dhambi isikutishe. Na inapoongea namna hii, sio kwamba nakutisha kwa habari ya dhambi. Dhambi haina nguvu juu yako. Amen. Utumwa wa dhambi hauna nguvu juu yako. Amen. Ukimkiri Yesu ana nguvu kuliko utumwa katika jina la Yesu. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ukimkiri Yesu, ukamwamini, ukampenda, hatujafika katika kiwango hicho. Biblia inasema mpende Bwana Mungu wako kwa roho yako yote, kwa akili yako yote. Amen. Amen. Umefikia hapo? Kuna kumpenda Mungu kwa akili, kuna kumpenda Mungu kwa roho, na ndio maana Mungu anabidi akae katika akili zako. Usifanye kitu bila akili ya Mungu kuruhusu. Unanielewa? Ukifanya kitu bila akili ya Mungu kuruhusu, utapotea. Amen. Amen. Mpaka akili ya Mungu ikae huko ndani. Yaani kuna kitu unataka kukifanya mpaka akili ya Mungu huko ndani inakataa. Sasa wewe unajua kuna akili mbili, kuna akili ya shetani na akili ya Mungu. Akili ya Mungu inakukataza huko ndani kwa sababu mambo ya Mungu hayamo na Roho Mtakatifu umjui. Haleluya. Unajikuta umeruhusu akili zako. Ile akili ya Mungu iliyokuwa inakukataza unaiacha. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka niwaambie Mungu hamtaenda kumtafuta kule wala huko. Mungu yuko mioyoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Haleluya. Amen. Mimi nataka niwaambie hivi. Nataka niwaambie ukweli. Nilishasema
Na hii nilisema hata kabla, nilikuwa kama 2000 na ngapi iliyopita. Sawa? Nikasema hivi, mimi najitambua wito nilionao ndani yangu. Kama sitahubiri watu wakanielewa, wakanisikia, mimi na familia yangu nitaihubiri. Nitahakikisha familia yangu mimi nihubiri. Mpaka nihakikishe mmoja wapo nimempeleka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yaani kama Mungu hata nipa gepu la kuhubiria watu wakayaelewa haya ninayosema, mimi nitapambana na familia yangu. Twende. Na ambaye hata nielewa, huyo jamani nitasema Mungu, nipe maji, nipe na nini, nawe damu yake sitaje mikononi mwangu. Manake nimepewa kuhubiri. Mimi ninatambua wito wangu. Mimi ni mhubiri. Yaani mimi watu ungefanifanyaje? Mimi kwa kweli huko kwingine na papasa tu. Lakini kazi halisi, kazi yenyewe ndio hii. Mimi nishatambua wito wangu. Manake mimi tangu nikiwa mdogo nilianza kuona mambo ya kidogo yanayonitokea ni mambo ya ajabu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nikiwa nalingana kama huyu hapa. Amen. Miti ninatunza chakula. Chakula ni kila ninaweka kwenye kisahani, sawa, kisinia, na naenda natunza chini ya uvungu mwa kitanda, sawa. Nasema hiki ni chakula cha Mungu. Ninajitambua na akili zangu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Siku moja kabla naona wokovu ulinikamata mapema. Niko juu, sijui, yani ninaupenda sana wokovu sana. Nikawa niko juu ya mti, inatoa machozi, inasema maisha yangu nimemkabidhi Yesu. Niliona machozi yametilika, nilia ndani kama dakika kama nusu saa hivi, natoa machozi ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuna matukio ambayo mimi yamenitokea hapa mpaka naanza kusema hii nini? Bwana Yesu asifiwe. Na tangiepo mimi nimeitwa mchungaji mpaka nilipokuwa nikiwa mdogo, nalingana kama unavyoona akina nani wadogo zangu akina Evodius. Nimeanza kuitwa mchungaji. Mwingine mpaka ananiita mchungaji sielewi kaanza kanijueje? Nini sasa hivi? Wala asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nimeshatambua wito wangu. Nitahakikisha injili inahubiriwa. Wala sitarudi nyuma. Na wanaofikiri nitarudi nyuma, hakuna kurudi nyuma. Iwe mmoja, wawili, watatu, tutahubiriana injili. Mimi ninachotaka mmoja aende mbinguni. Na sio kwamba ni kwa mapenzi yangu haya. Yaani wanasema Mungu alichukua roho akaiweka ndani. Vipawa akaviingiza huko ndani. Sitaki kupoteza mada na pointi ya ukombozi, ya maana ya Pasaka. Amen. Lakini nikwambie kwamba Pasaka yako imefika. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pasaka yako imekuijia. Amen. Mungu ameruhusu, haleluya, adui yako apigwe. Sasa wewe wakati Mungu anawaza hivyo, haleluya, na wewe basi muunge mkono. Sasa Mungu anakupambania, hakukomboe kutoka kwenye utumwa. Wewe uko tayari? Hivi utatoka kweli? Haleluya. Mungu anakupambania. Mungu anakuonea huruma. Mwanangu anateseka. Anapambana mpaka anaamua kumtoa mwanae. Amen. Anapambana. Ngoja tuangalie sasa tunafanyaje ili huyu apone. Wewe kwenye akili yako ndo kwanza ya Mungu yangu. Unadhani utatokaje? Utatoka utumwani? Utaendesha magari kama wengine? Utakula samaki kama wengine? Utakula nyama kama wengine? Au utakalia nchima msemo wa nchima? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Utavaa nguo nzuri kama wengine? Utapewa zawadi kama wengine? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini mwambia maneno haya? Mungu amesema hivi. Mungu alipotuumba, alituumba tumiliki na tawala.
Sasa wewe unatawala nini? Wengine watawala magari, watawala pesa, vitu haviwasumbui. Hivi vitu haviwasumbui. Ndugu yangu. Wanaweza sifi? Amen. Hivi nikuulize swali. Wana mikono mingapi? Wanakuzidi mikono? Wana mitatu wao. Wana mitatu, msinidanganye. Wana macho mangapi? Mawili. Na pua ngapi? Moja. Mbili. Moja. Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa nataka niwaelekeze, niwaambie. Ukiona mambo ya design hii, msianze kutafuta mchana. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu walifanya vizuri, wazazi wao walimtumikia Mungu, waliweka agano na Mungu wao. Leo hii haya nayo yafanya haya. Kizazi changu kitakuja, Mungu atakumbuka. Amen. Mwanangu Creus alikuwa anafanya maajabu. Amen. Alikuwa anatangaza neno langu. Amen. Na mimi agano hili sasa hivi hata nimpe mtoto wake. Haleluya. Akija kuendesha gari usishangae. Ndio yanayowatokea. Si umeelewa? Amen. Haleluya. Amen. Akianza kuanza kuendesha gari yule mwanangu kizazi changu. Haleluya, usishangae. Ukiona leo wanaoendesha magari maisha yao ni mazuri, kuna namna walivyowaza vizuri mbele za Bwana. Aidha wazazi wao au watoto wao wenyewe. Leo hii mimi ninavyowaza, saa hii ninavyowaza, rahisi Mungu kunibariki. Umenielewa? Na ninavyowaza hivi, rahisi Mungu kutengeneza baraka kwa kizazi changu. Rahisi. Bwana Yesu asifiwe. Mmenielewa? Amen. Usije ukatafuta kwamba hawa mbona sio kwamba wana mikono miwili kukuzidi, ila wao kuna namna waliofanya cha ziada. Aidha wazazi wao Mungu akakumbuka kizazi chao. Ya Bwana pambania, anafanya yote haya, wewe hata ni hamna. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu tumshangilie Bwana, simama mbele za Bwana. Mshangilie Bwana. Ukombozi wako umekufikia. Amen. Haleluya. Amen. Pasaka yako imekurejeshea. Mungu akakurejeshea baraka zake. Amen. Mungu akakurejeshea baraka zako na uzima ukae pamoja na wewe. Amina. Ni wakati twende kumsifu kidogo Bwana. Amen. Tufurahi pamoja na Bwana. Haleluya. Amen. Changamka mbele za Bwana. Amen. Mungu anaenda kupigania dhidi ya adui yako Farao. Amen. Haleluya. Ili utoke katika utumwa wako. Bwana apewe sifa. Amen. Ili utoke katika utumwa wako. Mungu anaenda kupigania. Amen. Haleluya. Amen. Ni wewe tu kumruhusu Mungu aingie kwenye akili yako ili wazo la Mungu la kupigania na wazo lako viwe kitu kimoja. Sasa Mungu anakupambania na wewe naye haupo kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Hebu twende tumsifu Bwana, tufurahi na Bwana, maana ni Pasaka. Amen. Na Mungu ametangazia uhuru wetu. Na adui yetu anaenda kuangamia. Na tutakaa tumuone tena. Shangilie Bwana.